Chama tawala nchini Tanzania cha Mapinduzi CCM kimemfukuza wanachama aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi siku moja tu baada ya kujiuzulu wadhifa huo na kutangaza kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Uamuzi huo umetangazwa na katibu mkuu wa CCM Balozi Dr. Asha Rose Migiro baada ya vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu ya chama vilivyofanyika jijini Dar es Salaam chini ya mwenyekiti wa Rais Samia Suluhu Hassan. Balozi Migiro amesema uamuzi huo umefikiwa baada ya vikao hivyo kupitia taarifa zilizokuwepo kuhusu Nchimbi. Baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo, ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake vilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa uwanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Aidha, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Asha Rose Migiro amearifu pia kuhusiana na makamu wa rais aliyependekezwa. Vile kuna uamuzi mwingine wa muhimu uliofanywa na halmashauri kuu ya CCM Taifa, na ni kupokea na kupitisha jina katika hatua ya awali ya mtu ambaye atapendekezwa kwa mujibu wa taratibu za katiba kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ni ndugu Deogratius John Ndejembi. Halmashauri kuu kwa kauli moja imempitisha mwanachama wetu huyo kuchukua nafasi ya makamu wa rais, na hilo litafanyika baada ya taratibu za kikatiba kukamilika ambazo zinataka jina lake lifikishwe bunge, na likipitishwa huko basi kwa mujibu wa katiba yetu taratibu za kumwapisha zitaanza ili akamate nafasi hiyo ya juu kabisa baada ya nafasi ya Mheshimiwa Rais katika taifa letu. Ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, chama tawala CCM, Dr. Asha Rose Migiro. Na kwa kuangazia zaidi taarifa hii ya kufukuzwa wanachama kwa makamu wa rais aliyetangaza kujiuzulu Dr. Emmanuel Nchimbi, nimezungumza na Mohamed Isa, mchambuzi wa siasa za Tanzania na kimataifa. Kwanza anaelezea iwapo kufukuzwa wanachama kwa Dr. Nchimbi kulitarajiwa. Kwa kweli hapakutarajiwa kwamba inaweza kafikia hatua hii ya kufukuzwa wanachama, lakini nadhani kutokana na maamuzi aliyoyafanya kama vile kukitangulia chama kutangaza hatima yake wakati alikuwa anajua kwamba chama kuna vikao vinakaliwa dhidi yake, nadhani hilo litakuwa limewaweka mahala pa kulazimisha kwamba wachukue maamuzi haya, kwa kuwa alipoamua kusema anajiuzulu ingetosha. Lakini kusema kwamba mpaka tarehe 4 mwezi wa 9, maana yake ni kama aliweka sharti kwenye kujiuzulu kwake. Kwa hivyo nadhani maamuzi haya yamekuja kuonyesha kwamba hakuna mtu anaweza kawa zaidi ya chama. Kuna nafasi kwa Dr. Emmanuel Nchimbi kukata rufaa ndani ya chama? Ipo nafasi ya kukata rufaa, lakini sasa vyombo vilivyochukua maamuzi haya ni vyombo vikubwa. Hana mahala pa kukatia rufaa zaidi. Kamati kuu, halmashauri kuu vikishafikisha maamuzi, nadhani kukata rufaa tena hakupo katika upepo wake wa kwamba anaweza akatumia fursa hiyo tena. Vinginevyo ingelikuwa natakiwa labda aweze kuitisha mkutano mkuu wa chama, jambo ambalo halipo katika utaratibu wa hali alionayo. Hatua hii inamweka wapi Dr. Nchimbi kisiasa, ukichukulia mifano ya kina Maalim Seif na wenzake ambao walifukuzwa mwishoni mwa miaka ya 80? Kwa kweli nilikuwa nimempa nafasi ya kwamba kama angekuwa hakufukuzwa wanachama, kulikuwa na nafasi ya yeye kuwa kwenye wanaoingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa 2030 ndani ya Chama cha Mapinduzi yenyewe, kwa sababu pengine ingekuwa na maridhiano na mambo mengine. Lakini kwa kufukuzwa wanachama ni kwamba nafasi yake ya kuwa tena kwenye siasa ndani ya Chama cha Mapinduzi, mlango umefungwa. Labda amue kuhamia kwenda vyama vya upinzani, na kama tulivyoona kwa waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa, waziri mkuu mstaafu mwingine Frederick Sumaye, walipoona kwamba milango huku haikuendea vizuri wakahamia upinzani. Lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa kweli safari ya kisiasa ya Mheshimiwa Nchimbi inaweza kuwa imefikia mwisho, labda mengine ambayo tusiyoyajua. Dr. Nchimbi amekuwa miongoni mwa wanasiasa walioanzia toka umoja wa vijana wa CCM. Kumbuka kwamba alikuwa ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wa Chama cha Mapinduzi mpaka halmashauri kuu pia. Sasa
kufutwa kwake baada ya kutangaza tu kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais, hii inamaanisha nini ndani ya CCM? Ukishafukuzwa wanachama unapoteza nafasi zako zote. Alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu kweli, lakini ndio basi tena, hata kuwa mjumbe wa halmashauri kuu wala kamati kuu, kwa kuwa ameshafukuzwa wanachama. Na kufukuzwa wanachama kwa kweli si jambo zuri kwa mwanachama yote wa chama chochote, sio tu Chama cha Mapinduzi, kwa sababu inaonyesha kwamba hata ule uvumilivu wa kuvumiliwa sasa umefika mwisho, na hii inatoa picha ngumu zaidi kwamba pengine zile kemia za kisiasa, wanasema political chemistry, baina yake yeye na viongozi wa chama chake ilikuwa hakuna tena namna ya kuweza kuendelea kuwa pamoja. Na kwa hivyo basi linakuwa ni somo jingine kwa kila mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwamba kuna mahali itafikia, hata ungekuwa wewe una ushawishi mkubwa namna gani, basi ucheze karata zako vizuri, vinginevyo unaweza ukajikuta kwamba unafikwa na hali ya ugumu na safari yako ya kisiasa ikafikia mwisho. Kitu cha kuomba tu ni kwamba isisababishe labda kuwa na mawimbi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hatuwezi kujua Dr. Nchimbi alikuwa na wafuasi wa dhati kwake kiasi gani, kwa sababu unaweza ukawa na wafuasi wakati wa kawaida, lakini ikifika wakati wa timbwili kama hili, waliokuwa wafuasi wako wakakukimbia. Sasa tutasubiri kuona kama kweli kulikuwa na nguvu kubwa kiasi hicho alichokuwa anaona yeye, basi itaonekana. Kama vinginevyo hakuna, atakuwa ndio mwisho wa siasa. Rais Samia aliridhia barua ile ya kujiuzulu, na taarifa hizi ambazo zimeletwa jana usiku za kufukuzwa uwanachama kwa Dr. Nchimbi. Uamuzi huu unaweza kuathiri vipi utawala au maamuzi ndani ya serikali? Kwa kimsingi haiwezi, kwa sababu si mara ya kwanza kwa makamu ya rais kulazimishwa kujiuzulu. Kwa mfano, Mzee Jumbe marehemu, kipindi cha mwaka ule wa 84 alilazimishwa kujiuzulu kwenye nafasi ya makamu wa rais, lakini tu yeye hakutolewa kwenye wanachama. Sasa akiondolewa kiongozi yote ule katika taifa ni kubwa kuliko mtu binafsi. Hakuna athari yoyote ambayo inaweza ikapatikana, ila ni kama nilivyosema, labda awe alikuwa ana timu kubwa inayomuunga mkono ndani ya chama kiasi kwamba pawe na misuguano na mawimbi ndani ya chama, kitu ambacho sikitegemei. Kwa hivyo mimi kimsingi nikiangalia kuondolewa kwake inaweza kawa ndio jambo ambalo laheri kwake. Tayari tumeshaambiwa kuna aliyoteuliwa kuchukua nafasi yake, anasubiri tu kwenda kuthibitishwa na bunge. Kwa hiyo kazi inaendelea kama kawaida. Kuondoka kwake hakuwezi kuzuia kwamba uongozi ukaendelea wa nchi katika majukumu yake ya kitaifa. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba kutakuwa na lolote lile la kutikisa uongozi wa nchi. Kufukuzwa kwa mwanachama mkubwa kama Dr. Nchimbi, unadhani ndio suluhisho la migogoro ya ndani kwa ndani, ama kuna jambo ambalo unadhani linapaswa kuwekwa sawa ili mambo kama haya yasitokee tena? Nadhani kuna kitu kinatakiwa kiangaliwe vizuri ndani ya chama. Kulikuwa na utamaduni wa kutatua matatizo ndani ya chama bila kufikia hatua ya watu kuzana kwa modeli kama huu, tena kwa nafasi ya kiongozi mkubwa kama huyu. Kwa hivyo panatakiwa kuangaliwa zaidi sasa ni nini ambacho kinaendelea kinachosababisha mpaka kufikia hatua pasiwe na makubaliano, maridhiano. CCM ni chama kikubwa mno, ndicho kinachoongoza nchi. Sasa kama ndani ya chama chenyewe hapatokuwa na kuridhiana, hata pakitokea tofauti zikatatuliwa na zikaisha, tunategemea vipi kwamba kutakuwa na maridhiano baina ya Chama cha Mapinduzi na sehemu nyingine za jamii ya Watanzania? Kulikuwa na utamaduni ule wa kwamba mnafundana ndani kama mke na mume na mnaishia huko, lakini ikishafikia hatua kama hii, pengine kuna fukuto jingine ambalo sisi hatulijui. Viongozi wakuu ndani ya Chama cha Mapinduzi, wazee, waasisi na nini, ingekuwa vizuri waangalie sasa hili lilotokea sasa hivi. Kwa kweli alitoa picha nzuri ya kilichoko ndani ya chama, ingawa mwanachama akikosa nidhamu lazima achukuliwe hatua, lakini iangaliwe nini ambacho kinatakiwa kitengenezwe ndani ya chama. Makamu wa rais mtarajiwa Ndejembi si mtu maarufu sana kisiasa kama alivyokuwa labda kwa Dr. Nchimbi. Sasa kupendekezwa kwake kunatoa picha gani? Tukisema si mtu maarufu sana, kwa kweli sidhani kama tutakuwa tumemtendea haki zaidi. Ukimwangalia Deodatus Ndejembi, kwanza ni mtoto wa mmoja wa waasisi wa Chama cha Mapinduzi. Kama ulivyosema hapa, alikulia kwenye chama huyu na alishawahi kuwa naibu waziri kwenye wizara ya nyumba kule, lakini sasa hivi alikuwa ndio waziri wa nishati na madini. Ni moja ya wizara kubwa kwenye wizara za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kijana, unaona, miaka 43, labda ndio kitu ambacho kinamfanya asionekane kwamba alishakuwa serikalini muda mrefu na kuwa maarufu sana, lakini mtu anaweza akawa na umri mdogo na impact yake ikawa kubwa. Kwa hivyo mimi nachukulia kwamba
kwamba uteuzi wake unatoa picha fulani hivi, picha ya kuvutia vijana, kwamba kweli kijana mwenzao tayari anaenda kushika nafasi kubwa kama hiyo. Ni wachache walioshika nafasi ya kuwa makamu wa rais kwenye umri mdogo kama huo. Lakini pili, sijawahi mimi kusikia ana kashfa zozote zile. Kwa hivyo panaingizwa kitu kingine pale, kwa political hygiene. Ni kama ulivyomwona Dr. Nchimbi, ilikuwa hajawahi kuwa na kashfa zozote zile za mambo labda ya rushwa na mengine mabaya. Kwa hiyo ndivyo hivyo ambavyo anakuja Deogratus Ndejembi. Kuna swala la usafi wa kisiasa unahitajika. Nadhani hayo mawili hayo ndiyo yaliyoangaliwa, vijana waone kuna mwenzao pale, lakini pili, swala la kwamba huyu anaingia ni mtu ambaye ana usafi wa kisiasa, na hilo itatoa taswira nzuri kwa uongozi wa nchi katika hali ambayo tulionayo. Upi mustakabali wa siasa za ndani ya CCM miaka michache ijayo kuelekea uchaguzi wa mwaka 2030? Matukio ya kupanda na kushuka kwa joto la kisiasa ndani ya chama ni vitu ambavyo havitoepukika, kwa sababu ni wazi watu wanajua 2030 patakuwa na kinyang'anyiro cha urais, na ni miaka mitatu tu hapo mbele. Kwa hiyo miaka mitatu hii itakuwa ya mshike wa chini. Kwa kweli tutashuhudia mambo mengi hapo ambayo yatakuwa kama kitangulizi cha kuelekea katika mwaka wa 2030 ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kibaya tu ni kwamba kisipelekezee kuwa na makundi, lakini watu kuanza kujinadi au kujinoa kuelekea 2030, hili ni jambo ambalo litaanza kuonekana, na hasa baada ya tukio hili ambalo limejitokeza, kutakuwa na kujipanga kwa hapa na pale. Kwa hivyo tutegemee kwamba patatokea matukio mengine yasiyotegemewa kuelekea 2030.